Mtazamaji wa Mnyasa Media, aliyoko mbele yangu ni shabiki wa Young Africans, Kefa Chengula. Naenda kupiga story kuhusiana na mambo kadhaa ambayo yanajitokeza hivi sasa kwa ukubwa wake kati ya klabu ya Young Africans dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi. Bwana Kefa Chengula, habari bwana? Habari ni salama, ni shwari kabisa, hofu kwa Mnyasa. Bwana mimi niko safi kabisa. Bwana Kefa, mnadaiwa bwana. Mnadaiwa nyinyi fedha. Mimi binafsi nimeona kwenye vyombo vya habari, nimeona lile swala in short katika haya masuala hii migongano ya TFF pamoja na Yanga. Maana hili swala ni TFF pamoja na Yanga. Bodi ya ligi hapo ni kama ni mshereheshaji, yani yeye anaangalia CD inavyoenda, lakini lilianzia bodi ya ligi. Bodi ya ligi ya hivi limeenda TFF. Limeenda TFF na TFF kwa sababu walio negotiate mkataba ni TFF pamoja na House ya RDB kuhusu masuala ya nini ya fedha. Bodi ya ligi yupo analiangalia, lakini kwa sababu bodi ya ligi yuko upande wa Yanga. In fact bodi ya ligi yuko upande wa Yanga kwa sababu Yanga na bodi ya ligi, yani bodi ya ligi mtu wake ni Yanga. Ili bodi ya ligi iundwe maana Yanga lazima shiriki. Kwa hiyo kwenye hili bodi ya ligi hawezi kushirikiana na TFF. Umeelewa? Bodi ya ligi anashirikiana na Yanga ili kufanyaje? Kupata haki yake. Kwa hiyo kwenye hili bodi ya ligi yuko pamoja na sisi. Umenielewa mpaka hapo. Lakini vile vile mimi bwana Mnyasa ni lazima niwe mkweli kwa sababu mimi kila siku nasemaga ukweli. Hili la kuhusu hili swala la fedha kutoka CRDB pamoja na TFF. Mimi nisikufiche wala nisiwe mnafiki. Moja kwa moja mimi hili swala naenda kuwalaumu uongozi wa klabu ya Yanga direct, moja kwa moja. Kwa nini? Na walaumu uongozi wa klabu ya Yanga, lakini wao wamelitoa hili swala wakiwa na maana kwamba wanataka kuwashutumu TFF. Lakini vile vile sisi wanachama, kwa sababu sisi kama wanachama ilitakiwa tufahamishwe mapema. Kwa sababu kama miaka 3 mfululizo fedha zetu zipo TFF na uongozi wetu umeshindwa kutufahamisha wanachama kwamba kuna fedha zetu zipo shirikisho la mpira Tanzania TFF. Umeelewa? Sisi kila siku tumekuwa tukihangaika kutafuta fedha. Tumefanya juu chini kutoa fedha zetu za wanachama ili zikasaidie uongozi wetu, wachezaji na shughuli zingine za klabu. Sasa kama fedha zetu zimekaa miaka 3 mfululizo, uongozi wa klabu ya Yanga umekaa kimya, hautufahamishi sisi mashabiki na wanachama. Sasa tunashindwa kuelewa kwamba je, mpaka hapa tulipofikia ni je, hizo fedha ni kweli zipo TFF? Mimi kama Kefa Chengula mwanachama nina mashaka kwamba hizo fedha ni je kweli ziko TFF au ni mbilinge tu ambazo wanazitengeneza uongozi wetu kuleta hii. Kwa sababu mimi na hapa tulipofikia, mimi ni waombe uongozi wa klabu ya Yanga, uongozi wangu pendwa, kama haya mambo tunaenda kwa mtiriko huu, ni lazima ifike hatua tushikilie jambo moja. Tunakoelekea wanasema mshika mawili mmoja humponyoka, au yote tunaweza tukakosa yote. Mimi naona hapa tulipofikia ni lazima sisi kama viongozi, lazima kama uongozi na sisi wanachama tushikilie jambo moja. Kama hatuchezi basi iwe hatuchezi. Kama tunadai fedha bodi ya ligi basi iwe tunadai fedha bodi ya ligi, ili la hatuchezi tufanyeje? Tuliache kama lilivyo. Lakini tukisema tuende nayo mambo yote mawili kwa wakati mmoja, itafika situation tutashindwa kueleweka. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Kwenye haya masuala ya fedha, mimi kama Kefa Chengula siamini kama kweli tunaidai TFF hizo fedha, kwa sababu mpaka hapa tulipofikia kwa nini? Unajua wanasema hizi fedha ni haki yetu. Umeona, ni haki ya klabu ya Yanga. Kama ni haki yetu, kwa nini sisi mpaka leo hizi fedha hatujalipwa? Na sisi kama viongozi au kama klabu tumekaa kimya. Leo uongozi unatoka front kuja kuzungumza hivi. Kiukweli mimi na mashaka. Una mashaka bwana Kefa? Mimi na mashaka. Either whatever itakavyokuwa, iwe tunadai ama hatudai. Tulikuwa wapi muda wote huu? Yaani ndugu zangu, mimi bwana Mnyasa sipo kwenye situation ya wale mashabiki ambao wakuswekwa kama ng'ombe. Mimi ni shabiki timamu wa klabu ya Yanga. Kwenye uhalisia niambie uhalisia. Kwenye kuhoji lazima nihoji. Kwenye kuelimishwa au kutafasiriwa kitu fulani lazima nielimishwe. Umenielewa? Sambamba na hilo ambalo nalizungumza, tumeona baada ya taarifa ya Young Africans kueleza kwamba wanadai fedha zao, na kama hizo fedha watalipwa basi hata finali ya kombe la CRDB hawatacheza. Ndipo tukaona TFF wakatolea ufafanuzi swala hili, wakisema kwamba walifanya makubaliano fulani ya fedha zao ya Yanga ili zilipwe kutokana na ada mbalimbali ambazo Young Africans walipendekeza
ama walitolewa ufafanuzi au maelekezo hizo fedha kutumika. Na baadaye ikaelezwa kwamba katika taarifa kwamba inaonekana kuna fedha zingine TFF inaidai klabu ya Young Africans. Na mbali zaidi TFF walienda wakataka mtu wa mahesabu wa Young Africans aende TFF ili wakafanye mahesabu ili kujua mbivu na mbichi. Katika hili unadhani nani yuko sahihi mpaka kufikia hatua hii? Yaani kwa mazungumzo hayo bwana Mnyasa, mpaka hapa tulipofikia hatujui nani mkweli. Manake Yanga anatoa mapanga, TFF anatoa mapanga yake. Mwisho wa siku tunajua nani muongo, nani mkweli, tunashindwa kuelewa. Lakini hapa tulipofikia naweza kusema kwa 80% inaweza kidogo ikawa na shida kwetu kwa sababu kwenye engo hii moja. Kwamba je, 2021-22 Yanga alichukua CRDB. 22-23 Yanga alichukua CRDB. 23-24 Yanga alichukua CRDB. Si ndivyo? Mara 3 mfululizo. Hii ni 24-25, si ndivyo? Sasa tunashindwa kuelewa kwamba je, kwa muda wote huu na mimi nimesikia kwamba kulikuwa na uhamisho wa wachezaji, kuna hao wachezaji wa kigeni walikuwa wakija siku na makato ambao walikuwa nakatana juu kwa juu, na nasikia kuna change ambayo imebakia kama shilingi milioni 200 imebaki bodi ya ligi. Kitu ambacho mimi ninachokuja kujiuliza ni kwamba je, hizo milioni 200 ni fedha ambazo zilikuwa zimebaki katika engo ipi? Na kwa sababu mpaka hapa tulipofikia wanasema CRDB fedha zote ambazo zilikuwa ni kwa ajili ya haya mashindano zimetolewa zote, ziko TFF. Na kama ziko TFF, maana yake Yanga ilitakiwa msimu wa kwanza ameshinda kombe, na kama ni kiasi kadhaa cha fedha ilitakiwa apewe chote. Kwa nini tulikaa kimya? Kwa nini hatukudai? Na kwa nini sisi kama wanachama hatukujulishwa? Mpaka leo limetokea hili valangati, ndio uongozi unatoka fronti kuja kuambia wanachama kwamba kuna fedha kiasi kadhaa hatujalipwa. Kama mimi mwanachama kama Kefa Chengula, nitaamini vipi? Utanishawishi vipi? Yaani deni la mwaka 2021 hujanipa taarifa, hujanijulisha. Leo 2025-26 ndio unakuja kunijulisha kwamba tunaidai fedha bodi ya ligi. Sasa kama mwanachama, mimi kama mwanachama sikuona uhalali wote wa klabu yetu kuandika kwamba fedha ya mwaka 22-23, 23-24, 24-25 hatujalipa na TFF. Sikuona huo uhalali. Kwa sababu ilitakiwa tuambiwe mwaka 2022, 21-22, 22-23 tuambiwe kwamba bwana wanachama wenzetu kuna fedha kiasi kadhaa hatujafanyaje? Hatujalipa na bodi ya ligi na TFF. Umenielewa? Kwa hiyo mpaka hapo tuseme manake sisi tulikuwa tunakopwa. Umeona bwana Mnyasa? Tulikuwa tunafanyaje? Tulikuwa tunakopwa na bodi ya ligi na TFF. Na TFF tunashindwa kuelewa. Maana yake mpaka hapa tulipofikia na upande wa pili sasa hapo nilikuwa kwenye kuilaumu uongozi wetu. Nirudi kwa TFF. TFF na nyinyi ifika hatua hizo fedha, na mimi nataka niende moja kwa moja kwa CRDB. CRDB kwa huu msimu wa 24-25 tunaomba zawadi yetu ya ushindi. Kama ikitokea hiyo mechi ya Singida Black Stars pamoja na Young Africa Sport Club, ikitokea Young Africa ameshinda au Singida Black Stars ameshindwa, tunaomba fedha zetu mtupe nyie wenyewe CRDB. Hatutaki hizi habari za TFF eti zawadi tupewe na TFF, kwa sababu TFF nao mpaka hapa tulipofikia mmekosa uhalali wa kushika hizo fedha. Maana yake nimesema hizo hera sio mliwakata Yanga kwa sababu ya nini? Lakini Young Africans inaonekana kulikuwa na makubaliano hizo fedha zisimike kwa jambo moja mbili tatu, ndio maana TFF labda walifuata ile maelekezo, ndio maana wamemwita mpiga mahesabu ya Young Africans aende kakae mezani wayamaliza ya mambo. Mimi ninachoamini bwana Mnyasa vile twende mbele turudi nyuma. Hata Yanga naye Yanga sio chizi kwamba anaanza kaenda kudai fedha ambazo sio halali yake. Yaani kwamba atoke tu alikamwe msemaji wa klabu atoke tu kwamba kuishutumu kama klabu inaidai fedha kiasi fulani TFF. Kitu ambacho mimi naona sifikiri. Lakini kwa wakati mwingine na walaumu Yanga kwenye engo hii moja kwamba kwa nini kipindi chote hiki tulikuwa tumekaa kimya? Kwa sababu sisi itakuwa tuambiwe sisi wanachama ili tutoe msukumo kwa TFF tupewe fedha zetu. Kitendo cha Yanga Afrika kukaa kimya maana yake wanasema haki ambayo imecheleweshwa kwa muda mrefu ni sawasawa na kwamba sio haki yako. Umenelewa? Na ndio maana nasema mimi Kefa Chengula kwamba kwa upande mwingine Yanga kuna makosa. Na kwa upande mwingine TFF wana makosa. Fedha ya mtu ameshinda ubingwa mpe.
Sasa fedha kutoka mwezi wa 6 mwaka jana mpaka leo ni mwezi wa 6, maana yake ni mwaka mzima. Fedha anayo TFF. Sasa wewe TFF unakaa na hiyo fedha mpaka leo. Ulikuwa unacheza upatu, ulikuwa unacheza michezo ya kubashiri, hiyo fedha ulikuwa unakaa nayo kwa misingi ipi? Mpe mtu fedha yake. Deni la mtu tubaki kuwa deni la mtu, lakini fedha yake mtu apate. Kama Yanga amechukua ubingwa, fedha yake ni milioni 100 au milioni 200, milioni 300, milioni 400. Apewe hela yake. Deni linabaki kuwa deni, mdaiane TFF na nani? Na Yanga, ile fedha yake ipatwe. Maana yake saizi kinachoendelea ni kwamba CRDB anachafuka pasipo na sababu. Umenielewa? CRDB anachafuka pasipo na sababu. Na Yanga kumlaumu CRDB ana haki kwa sababu fedha yake hajapata. Umenielewa Kiswahili? Fedha yake hajapata. Mimi kama Kefa Changula, kama ni kweli Yanga na haki hiyo, basi mimi nalaumu nani? TFF. Na kama TFF hawajampa Yanga hizo fedha, ni lazima tuwalaumu. Ikitokea ndio katika mahesabu ya Africans wamekwenda kidogo labda ndivyo sivyo. Maelezo ya TFF yakawa sahihi. Huoni kwamba jambo litakuwa baya zaidi kwa upande wa Africans? Linaweza likawa baya, lakini vile vile siamini. Itanifedhehesha, itakuwa ni aibu kwangu kama kweli ni kweli uongozi umetoka front kwenda kusema tunadai kiasi kadhaa TFF, yani fedha hewa. Basi mimi nitasema kweli ni viongozi hewa. Kama wataenda kudai fedha hewa ambazo yani ni fedha hewa ambazo hazijulikani, asiamini. Kiukweli itakuwa ni aibu kwangu, atakuwa ameniangusha. Umeona? Lakini siamini hivyo. Na kama ni hivyo, basi bodi ya ligi amini TFF watakuwa wametuangusha. Na ndio maana nasema hapa tulipofikia, hizi fedha tunaomba CRDB zisiende moja kwa moja. Anayeshinda hatujui utaratibu wa namna ambavyo fedha zinalipwa. Pengine yenye lazima zipitie katika shirikisho la mpira wa miguu, ndipo shirikisho la mpira wa miguu likabidhi zawadi kwa mshindi. Pengine utaratibu uko huo. Pengine unaweza kusema kabidhi moja kwa moja timu, pengine utaratibu huko hivyo, ndio maana labda fedha lazima zipitie TFF. Kwa nini mchezaji bora wa haya mashindano ya shirikisho, si ndivyo? Mchezaji bora si anatoa moja kwa moja nani? Mdhamini. Si ndivyo? Si mdhamini pale anatoa keshi, mdhamini ule wa CRDB. Umewahi kumuona labda Kidau au Wareskaria anatoa zile fedha za mchezaji bora wa ile mashindano? Umeiona? Kwa nini fedha ya mchezaji bora anatoa moja kwa moja CRDB? Kwa nini mshindi wa CRDB kwa maana ya kombe anatoa TFF? Hizo fedha zinatoka kwa TFF. Kwa nini? Ninachoomba TFF watoe hizo fedha hizo fedha zisiende moja kwa moja kwa TFF. Isipokuwa CRDB watupe moja kwa moja, mshindi apewe fedha na CRDB ili kuondoa huu mkanganyiko. Bwana, shukrani sana na kutakieni kila laheri. Nashukuru.